Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Yanga tufunga mara 6 mfululizo, lakini sasa hivi tumeimarika. Yanga tumetoa nayo sare mara 2 na tumeifunga Yanga, ndio tumeimarika zaidi zao. Lakini kiujumla ni kwamba mwaka huu bingwa anayestahili kuwa bingwa ni Simba. Kwa hiyo nafasi ya ubingwa haina mwenyewe mpaka mida hii, na nafasi kubwa nampa Simba ya kuchukua ubingwa. Klabu ya Simba, viongozi wa Simba inabidi waende mbele. Swala la Damaro tujue, kacheza mechi 6, kuna pointi 18. Yanga tufunga mara 6 mfululizo, lakini sasa hivi tumeimarika. Yanga tumetoa nayo sare mara 2 na tumeifunga Yanga, ndio tumeimarika zaidi. Na ndio maana nao na akili wakasema, bwana, kwenye CRB tukutana finali watatia aibu. La maana wakamsikizia yule muuza ngano, nenda. Wakamwacha yule bwana, wakamtia chaka, wakaenda zao. Lakini kiujumla ni kwamba mwaka huu bingwa anayestahili kuwa bingwa ni Simba. Kwa sababu gani? Ubora. Ana timu bora kuwazidi wapinzani wake ambao wako juu. Na ukiangalia mechi ambazo Simba amecheza away kwa mara ya kwanza, Simba mechi zote ameshinda. Na ukiangalia attendance ya miaka 2 3, mechi za away zote kwa tunasumbua. Zote kwa tunatoa sare, tunafungwa. Lakini mwaka huu tumeweza kumaintain vizuri. Kwa hiyo nafasi ya ubingwa haina mwenyewe mpaka mida hii, na nafasi kubwa nampa Simba ya kuchukua ubingwa. Pamoja na kwamba yuko nyuma kwa alama 2 tu. Ni vile vile. Unajua watu jana wameona kama kuna tukio kubwa limefanya. Ni vile vile kwamba pointi ni zile 2 ndio zinatofautisha sisi na Yanga. Ndio tunategemea kwamba Yanga kati ya mechi 2 kuna moja hapo lazima atadondosha, ama ya mwisho au inayofuatia. Simba atawaza kuwa mabingwa wapya. Bwana, tukijiuliza kwamba kama alishindwa Simba Sports Club ambaye ndio anayekwenda kuwania ubingwa yeye na Young Africans, alishindwa kumfunga Young Africans, nani mwingine aliyesalia ambaye mnadhania, mbali shaka mlikuwa mkimtegemea Azam FC, lakini naye mwenyewe pia ameshindwa kufua dafu kwenye ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Young Africans? Ukiangalia Dodoma Jiji walikuja kutupa kitu ambacho tukutegemea. Yanga kala chuma 3 kwa 2. Simeelewa? Hiyo moja. Mtibwa na Yanga ishajua ishashinda mechi, lakini Mtibwa dakika za mwishoni akaja akasawazisha. Kwa hiyo ndio nakwambia safari bado ni ndefu. Anayecheka mwisho ndio atacheka sana. Watu wacheke zaidi. Watakao furahi zaidi mwisho ni Simba Sports Club. Mimi ndio mategemeo yangu na najua hivyo kwamba bingwa nchi hii ni Simba. Hao wametangulia tu. Sisi tutakuja kukaa kileleni na ubingwa moja kwa moja. Nadhani itakuwa ni rahisi kama mnavyofikiria kwa Young Africans wamalize msimu huu basi na kombe lolote lile. Ni rahisi kama CRB kalitema, atashindwaje hili? Kaanza kutema ile CRB. Kombe kubwa ile. Alikuwa ameshikilia makombe 2. Moja katema, bado imebaki moja. Kwa hiyo ndio nakwambia huyu simpe zamana. Kama ile kubwa katema, kama kweli Giant, ile mechi angeshinda tukutane naye. Atufunge sisi, afu na huyu waje achukue. Warikili ya kwamba Azam alikuwa ni bora zaidi yao. Si kweli, kwa sababu kilichotokea jana ni maigizo. Jana umeona maigizo ambayo yamefanyika. Timu cheza upigwe chuma 3 useme naam. Huyu kapigwa chuma 3 lakini uwezo mkubwa kaonyesha. Lakini kapigwa chuma 3, watu wanaenda kufunga wanageuka wanapiga mpira kwingine. Finali inapigwa Gombani, wamethibitisha hivyo shirikisho la soka Tanzania, Azam na Simba. Pengine huko ni sehemu salama kwa Simba kwenda kuchukua kombe lake. Kwa jinsi hali ilivyo, wameshindwa kuipeleka tu Nairobi. Wakafikiri hapo ni mbali. Na kweli Pemba sipo karibu, Pemba ni mbali. Pemba amepeleka kule, labda wanajua sisi tutashindwa. Sisi ni jeshi la mtu mmoja. Simba hatuwezi kushindwa safari kuchukua ubingwa. Ubingwa tunachukua. Najua ataungana. Ila sisi tutabaki kama Simba na tutachukua ubingwa. Na wanasema wataungana. Wameshasema wataungana. Kama na waungane, sisi tutabaki kama jeshi la mtu huyu. Ubora wa Simba ndio utakaosababisha Simba chukue ubingwa. Ubora wa Simba ndio chukua ubingwa mwaka huu. Kwa sababu uwanja una shida. Ngoja niwaambieni siri mmoja ubora wa Simba. Simba safari ubora wake mkubwa sana ambao kuja kuonekana ni kitendo cha Yanga kufungwa ndani ya dakika 10. Yanga kala chuma 2. Ubora wa Simba. Lini Simba kafanya mambo? Ndani ya 10 minutes Yanga kafa 2. Na Yanga kafikiria nikiendelea CRB anaweza kanipiga chuma 4 ndani ya dakika 10 nitazirudishia wapi? Lakini Young Africans nao pia walionyesha ubora wao ndani ya dakika 30 alikufunga goli 4 kwenye goli 5. Aliyetangulia, mimi nasema aliyetangulia. Ni ubora ambao tuje kufanya ndani ya misimu hii 2 3. Sawa. Kwa hiyo Simba hii imeimarika sana. Kwa hiyo mimi mwaka huu nampa nafasi kubwa Simba kuchukua ubingwa wa makombe yote. Watu wanasema Steve Barker ndio mchora ramani ya Simba ambayo inaonekana bora hivi sasa. Una maoni tofauti au na wewe unaungana nao? Hiyo ni kweli. Tokea alivyokuwa Stellenbosch.
ile robo finali na Simba alikuwa na wachezaji wa kawaida, lakini anaonyesha ubora mkubwa wa ushindani na Simba. Simba wakachunguliwa wakamleta, na walivyomleta ndani ya Simba kuna mambo yameongezeka. Kitendo cha kumchezesha mtu kama Duchu ambaye tulimsahau, kamtengeneza kawa beki mzuri, kaja kamtengeneza Kibabage, acha Kibabage, kamtengeneza Mbegu ndani ya Simba ambao ni lulu mpaka national team. Simba kaibadilisha kwa asilimia kubwa na jinsi inavyocheza. Simba sasa hivi ikicheza una enjoy kuiangalia. Simba ikiwa inacheza away inapata magoli kama inavyocheza ikiwa KMC. Kwa hiyo mwalimu wa Simba kaonyesha ubora mkubwa sana. Ni mwalimu ambaye mimi nategemea tukienda naye CAF sitegemei kwamba atarudi tena. Wale Waarabu wana tabia moja. Simba ikifanya vizuri wana tabia kuchukua la mwisho tembeane nalo hili. Tunafufua kesi ya Damaro ambayo bado ilikuwa haijafa, iko on ile kesi. Mpaka leo inasoma ni raia wa nchi mbili. Watu waambie, je, ni Mtanzania au ni foreigner? Umeanza kurudia huko. Lazima kwa sababu ligi haijaisha. Ligi haijaisha ni lazima tuhoji na mamlaka zitupe. Umeona bana? Pili, ilikuwa kueje mechi ya Simba na Yanga, Yanga ana kuvalia nguo mwenge, alafu arudi tucheze arudi Meja Samuel tucheze mechi. Ile jumba la maajabu. Ya. Na sheria gani? Kama CAF imefikia hatua hiyo, kama CAF FIFA imefikia hatua hiyo, wasishangae na sisi. Mechi inayofuata Yanga tukutana nao, tunaenda kuvalia nyumbani hapo, tunaenda kucheza mechi na Yanga. Sasa tunataka faini tu. Tunataka faini. Faini itakuwepo, lakini sisi tutakuwa tayari tushatimiza kama Yanga walivyofanya. Lakini ile Damalo walishatupilia mbali mara ya kwanza. Waliomba tukate rufaa. Unajua wenyewe Mjaliwa, ukipewa hukumu unapewa nafasi ya kukata rufaa kwenda mbele. Klabu ya Simba, viongozi wa Simba bidi waende mbele. Swala la Damaro tujue, kacheza mechi 6, kuna pointi 18. Ni maana Yanga hata shirikisho hachezi. Umeona bana? Ni mambo ya kufuatilia hayo. Pili, swala la Meja Samuel lazima nalo lifuatiliwe. Kama leo sheria zimebadilika, mtu anacheza nyumbani, akija tu pale anacheza anapigwa faini. Ijulikane hivyo. Ni mambo ya kufuatilia hayo. Kwa hiyo viongozi wa Simba tunawapa maagizo, wakate rufaa haraka sana. Hata kama tumechukua ubingwa, Yanga wanyang'anywa pointi hizo ngapi? 18. Yeah. Mimi nataka nimalize na hili kwa upande wangu na nilifunge mjadala hapa. Tumezungumza na wadau wengi na mashabiki wengi wanasema ya kwamba kama mmeshindwa msimu huu kuchukua alama dhidi ya Azam FC, mnadhani itakuwa ni rahisi kwa upande wenu kwenda kuchukua alama pindi ambapo kombe linakuwepo liko kwenye jukwaa? Mimi nakwambia hivi, kwa Simba hivyo imarika sasa hivi, Azam ana uwezo kutuzuia. Ilikuwa zamani. Sasa hivi nchi hii hakuna mtu anaweza kuzuia Simba. Na Yanga wana akili nyingi, mimi nimewasifu Yanga. Ku escape walishaona. Ila bado hajakimbia. Ngao ya jamii tunakutana nao. Shughuli wanayo. Ngao ya jamii? Tunakutana nao. Hawajakimbia hao, bado tunao. Sasa kwani nyinyi ndo mabingwa wa CRDB? Unarudia mambo bwana. Bingwa si Simba. Hao unauliza nini? Wale wanaungana lakini tunawagonga. Yaani tembea nayo hiyo. Wale unarudi nyuma tena. Wale mnaungana nao. Wale wanaungana. Lakini sisi jeshi la mtu mmoja tunaenda kushinda hiyo mechi. Kwa haraka haraka labda inaweza ikawa ni game ya aina gani kwenye matokeo? Mechi itakuwa ngumu. Haitakuwa nyepesi sana kwa sababu sio wameungana. On maximum kwa magoli. Kwa magoli. Simba anaweza kashidi basi anaweza karudi mara 2. Sio mara Gomez cha pili karudi namba 1. Kwa sababu Gomez sasa hivi anaingia kipindi cha pili. Yaani ukitaka magoli Gomez anaingia kipindi cha pili. Anakupa goli na viongozi wa Simba sio kamwacha Gomez. Maana Gomez hata striker atakaye kuja Simba, Gomez yeye kama second. Vile vile kipindi cha pili wanaingia vile vile. Kwa hiyo la muhimu na la maana kwamba finali kupelekwa Pemba zinatupelekea kwenda kuchukua ubingwa kwa urahisi zaidi. Bwana, tuzungumze hapa kituo kinachofuata cha mnyama Simba ni dhidi ya Singida Black Stars. Mimi nataka nijue moja tu kutokea kwako hapa. Mchora ramani ya Simba Sports Club Steven Becker anakwenda kukutana na kituo kigumu kweli kweli kinachofuata. Pengine mnadhani huenda Singida Black Stars ikaenda kuandika historia ya kuisimamisha Simba kwenye kunyang'anyira kinyang'anyiro cha ligi ya NBC Premier League. Iko hivi. Nishakwambia kwa sasa hivi Simba na hata takwimu zitakazotoka, Simba ndio timu itaonekana ndio bora mwaka huu. Sawa. Kwa ndio nakueleza hivi. Singida hana uwezo wa kutuzuia. Wanasema nyinyi mlimtuma Azam FC. Bado hujanielewa. Yanga mwenyewe katushindwa mwaka huu. Mwaka huu katushindwa na tumemfunga. Sasa Singida ataanza kutuzuia sisi? Hawezi kuwa na uwezo huo. Nawaambia nini Singida? Singida wajiandae kwa kipigo tu. Masanza anasema wamejipanga. Yeye maneno tu yale. Aliongea Likamwe na kaja akachezea Zanzibar. Itakuwa yeye bwana. Mungu aibariki sana Simba. Asante sana. Shukrani sana.